Karibu. Kila Aprili 12 ni maadhimisho ambayo yanafanyika ya siku ya mtoto anaishi mtaani duniani na kufanya kazi pia ama kufanya shughuli mbalimbali ambayo hufanyika kila mwaka kama utekelezwaji wa sehemu ya mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto duniani ambao ulifanyika mwaka 1989 na mambo mbalimbali yanazungumzwa ikiwemo swala la utu, heshima pamoja na ubinadamu kwa watoto. Kauli mbiu kwa wakati huu hasa ikilenga kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na imarisha ushirikiano kuzuia watoto kuishi mtaani. Tumewalika hapa wadau katika masuala haya kuzungumza na kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea, sababu zikiwa tofauti kwa kila mtoto, pia akiwa na simulizi tofauti akielezea. Hapa studioni tunaye na jamii kutoka Manispaa ya Ubungo. Karibu sana. Asante sana. Tunaye pia Onesmo Itozi ambaye ni mkurugenzi wa Global Child Advocates Tanzania ama GCA. Karibu sana. Nakushukuru sana. Tunaye pia kwa njia ya mtandao Mary Mushi ambaye ni mdau wa Railway Children Africa. Karibu sana Mary. Na pengine tuanzie hapa studioni kwake na Amini kufahamu zaidi kuhusiana na hasa ambayo tumekuwa tukiweka kipaumbele katika kuyafanyia kazi. Okay, katika siku hii ya mtoto wa mtaani anayeishi na kufanya kazi mtaani katika taifa letu la Tanzania, tunaadhimisha hii siku kama ulivyokwisha kusema, tarehe 12 Aprili tunakuwa tunaadhimisha hii siku ya mtoto anayeishi mtaani na kufanya kazi mtaani. Na taifa hasa, kabla hatujafikia hii siku, tunakuwa tuna shughuli ambazo tunazifanya. Sana sana ni kutoa elimu katika vyombo vya habari, televisheni na redio, lakini pia kuna matamasha mbalimbali ambayo tunayafanya katika kuhakikisha kwamba tunahakikisha mtoto haonekani tena mtaani. Na hata sasa hivi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna shughuli ambazo tunazifanya za kuwatoa watoto na kuhakikisha kwamba tunawahifadhi katika maeneo salama. Kwa hiyo ndio shughuli ambazo tunazifanya katika kuendea siku yetu hiyo ya mtoto wa mtaani. Serikali inashirikiana pamoja na mashirika binafsi kwa kiasi kikubwa. Onesmo, kwa upande wenu ni mambo gani ambayo mmekuwa mkiyafanya? Cha kwanza kabisa ambacho tunajitahidi kufanya ni kuona tunahamasisha au kufanya jitihada zozote kuhakikisha watoto wanarudi kwenye familia, wanaishi na familia zao. Kwa sababu mtoto hakuzaliwa aishi mtaani. Kuzaliwa aishi mahala popote zaidi ya kwenye familia. Kwa hiyo tunachoshirikiana na serikali kufanya ni kuwezesha mchakato mzima wa kuwatoa watoto ambao wameshatengana na familia zao na kuwarudisha kwenye familia zao ili waweze kuendelea kupata upendo na waweze kukua kufikia ule uwezo ambao Mungu alikusudia wawe nao, lakini pia waweze kuwa wachangiaji wazuri kwenye jamii. Sababu nje ya hapo akikaa mtaani kuna madhara yatakayotokea. Kwa hiyo tunawezesha mafunzo kwa maafisa ustawi wa jamii kuweza kujua mchakato mzima wa ushughulikiaji wa mashauri ya hao watoto, lakini pia tumesaidia kuwezesha kuwepo na watu ambao wanaitwa watu wa kuaminika. Hawa ni walezi ambao wanafundishwa, wanajitolea kwa ajili ya kuwalea watoto. Kwa hiyo mtoto akitengana na familia yake au kukiwa na jambo lolote limesababisha wametengana, asiende kuishi mtaani, apelekwe kwenye familia ambayo itamlea wakati shauri lake linashughulikiwa au tatizo lake linatatuliwa. Lakini pia ni pamoja na watoto ambao sasa wanaishi pia kwenye makao. Unajua tunazungumzia tu kwenye mtaa, lakini mtoto ambaye haishi na familia yake, hana mahusiano ya moja kwa moja na mzazi au mlezi, anaathirika kwa kiwango kikubwa sana na kumsababisha shindwe kufikia kwenye kiwango chake. Mary, zipo sababu mbalimbali ambazo ukisikiliza watoto hao wanaeleza, wengine kusababisha kuondoka nyumbani ama kuondoka katika makazi yao waliokuwa wakiishi. Ni zipi ambazo hasa mmekuwa mkiziona zipo kwa kiasi kikubwa? Asante sana. Kwa kiasi kikubwa tumeona kwamba watoto hao wanatueleza kukiwa na mifarakano na kutengana kwa wazazi na magomvi ya wazazi ni mojawapo ya sababu kubwa.
kwa sababu watoto wanakosa mwelekeo, wanakosa mtu wa kuwajali, kuwaongoza. Kama kuna ugomvi au kuna kutengana kumetokea kwa wakati huo, na wakati mwingine kuna kuwepo kwa wazazi kung'ang'ania, huyu anamtaka mtoto huyu, mwingine anamtaka. Kwa hiyo inakuwa inamvuruga mtoto. Lakini pia tunaona masuala ya ukatili na unyanyasaji ambao inahusisha pia adhabu kali ambazo tunaweza kuchukuliwa nyumbani, lakini pia shuleni. Na hii yote watoto wanakimbia wakifikiria kwamba wakifika mitaani watapata unafuu. Kuna sababu pia za hali ya kiuchumi ya familia, ambapo labda watoto hawapatiwi ama hawafikii mahitaji yao ya msingi. Kwa hiyo katika hali ya kutafuta na kuona kwamba wanaweza kujihudumia vipi, basi unajikuta wao wanaingia mtaani. Lakini kuna wimbi kubwa sana pia la wazazi sasa hivi kuto kuzingatia malezi, aidha kwa sababu ya kutafuta kipato. Kwa hiyo unakuta mtoto kwa muda mwingi anakuwa peke yake, hana mtu wa kumwongoza. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kufikiria hata basi kushawishiwa na marafiki zake, anaambiwa labda twende Dar es Salaam kuna magorofa kama kuna hivi, basi mtoto anaona kwamba ngoja niende Dar es Salaam, lakini wakifika wanakutana na hali nzuri, sio basi wanajikuta wameshindwa kufanya kazi mtaani. Sawa. Na mimi inaonekana changamoto nyingi ziko katika ngazi ya familia. Ndiyo. Na sasa kwa mantiki hiyo nini ambacho inatakiwa kufanyika ambacho hakifanyiki kwenye ngazi ya familia, kwa sababu familia hizi zinaonekana zinazalisha idadi kubwa ya watoto ambao wanakuja kuishi na kufanya kazi mtaani? Asante sana. Katika level ya familia kwa kweli tunakiri kwamba kabisa hakuna malezi mazuri. Wazazi wamekuwa busy na shughuli mbalimbali, unakuta wakati mwingine wanasahau kuwalea watoto katika njia ambayo inastahili kuwalea. Kitu ambacho tunatakiwa tufanye ni elimu. Tunatakiwa tuelimishe jamii, ielewe vizuri, wazazi waelewe vizuri kwamba mtoto ukishamzaa ni jukumu lako wewe kama mzazi kumlea mtoto na kuhakikisha kwamba unamuongoza katika njia ambayo inastahili mtoto aishi. Kwa hiyo kuna changamoto pia ambazo zipo sasa hivi za kama alivyosema hapo, ugomvi wa kifamilia na kutengana kwa wazazi. Ndio. Imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinatajwa sana kusambaratisha hizi familia. Sasa hapo nyinyi mnaingiaje ikiwa baba na mama wana ugomvi na wametengana, kila mtu anaishi kivyake na hakuna ambaye anataka kuchukua hilo jukumu la kulea watoto peke yake? Kwa sababu tumezungumza pia na baadhi ya watoto wamekuwa wakieleza hivi kwamba baba waligombana na mama, baba akaondoka, mama naye akawa na mambo yake mengine, mtoto akaachwa bila mwangalizi. Ndio. Sasa nyie kama ustawi wa jamii katika mazingira kama hayo mnafanya nini? Kwanza ndio kama nilivyokuambia kwamba ni elimu. Wazazi wanatakiwa waelimishwe kwamba ni jukumu la wazazi kuwalea watoto. Yaani mtoto anatakiwa alelewe katika wazazi wote wawili. Yaani ndio ilivyotakiwa iwe hivyo. Mtoto apate malezi kupita kwa mama yake na kwa baba yake. Lakini ikitokea wazazi wametengana, mtoto anatakiwa alelewe na mzazi mmoja wapo. Na sana sana tunashauri mzazi, mama akae na watoto na baba atoe matunzo. Pamoja na kwamba mama naye atatoa matunzo, lakini wote kwa pamoja washirikiane. Mama akae na watoto alafu baba ahimizwe atoe matunzo. Lakini sasa pale inapotokea labda wazazi wameshindwa, inabidi wachukuliwe hatua za kisheria. Ni jukumu la wazazi. Kwa hiyo mzazi hawezi kukwepa kumlea mtoto wake, ni jukumu la kisheria. Lakini kwa wale watoto ambao wanaona ni changamoto kuishi katika mazingira hayo, wakishaingia mtaani, sisi kama serikali ni jukumu letu, tunawachukua, tunaongea nao, tunawahifadhi katika makao zetu. Tuna makao maalum za kulelea watoto ambao wanaishi mitaani, na tukishawahifadhi, jukumu lingine ambalo linafuata, tuna trace familia. Tukisha trace familia, tunaielimisha. Kwa sababu wakati mwingine wanafanya kwa kutokujua, mzazi anafanya haelewi kwamba kumbe anachokifanya ni kitu kibaya. Kwa hiyo tunaielimisha familia, tunaandaa mazingira ya familia. Kama wazazi wametengana, tunaiangalia familia ya mama, kule mama ambako anaishi, au baba kule ambako anaishi. Kwa hiyo tunaangalia sehemu ambayo mtoto ataweza kufaidika zaidi. Kwa hiyo tunampeleka mtoto, kama ni upande wa mama tumeshaandaa mazingira, tutamrudisha upande wa mama. Kama ni kwa baba, tumeshaona mazingira ya baba ndio yanastahili mtoto akae kule, tutamuunganisha na baba. Na wakati huo tunaendelea kufuatilia kuhakikisha mtoto anapata maslahi yake ya msingi
kwa sababu mtoto hata kama yuko mtaani bado ana haki ya msingi kama mtoto yule anaishi nyumbani. Zipo baadhi ya changamoto ambazo zinatajwa, baadhi ya watoto ambao wanawekewa utaratibu huo labda wa kurudi nyumbani wanakuwa wanakataa ama hawako tayari. Katika mazingira kama haya, Onesmo, sababu zinaweza kuwa ni zipi? Sawa, asante sana. Moja ya sababu ambayo naweza nikasema ni kubwa ni yale mtoto aliyoyapitia kabla hajatoka kwenye familia. Kuna mwingine anaweza kawa aliiba, sawa, akatoka kwa sababu aliogopa atapigwa. Alafu hakikishiwa kwamba akirudi atakuwa salama. Lakini sababu nyingine, mtoto ameshazoea maisha mtaani, kuna uhuru fulani mtoto anakuwa nao. Kwa hiyo kinachosababisha, na mimi naziona hizo sio sababu hasa za msingi. Sababu ya msingi ya kumfanya mtoto anashindwa kurudi ni kwamba tuliomchukua mtaani tumrudishe, hatujashughulika naye kwenye mtazamo wake wa akili kupona. Unajua, arudi kwenye akili ya kawaida ambayo itamfanya awe na ndoto zake zirudi, ili aweze kuona kumbe kunawezekana kuishi katika familia. Nje ya hapo unaweza ukamrudisha kama hujashughulika naye kumpatia msaada wa kisaikolojia na kijamii wa kumfanya arudi akae sawa, atulie. Tunasema utengamao wa akili. Tusipomfanyia hivyo, hata tukimlazimisha kurudi kwenye familia, baada ya siku 2 utamkuta tena mtaani, kwa sababu kwenye familia kuna mambo mengi ambayo anayakosa alikuwa anayapata akiwa mtaani. Na hii imeshatokea, mmeshughulika nayo vipi? Yes, ni vitu vinatokea. Sasa serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na sisi, kitu kinachofanya kinaitwa rehabilitation kwa Kiingereza, lakini ndio utengamao, kumsaidia mtoto atengamae. Kuna jitihada, kuna vituo vichache vinavyoteuliwa ambavyo vinapewa uwezo, lakini bado of course najua kwamba uwezo uwekezaji tuliouweka kwenye hilo eneo bado sio wa kutosha sana. Kwa hiyo labda hii inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kusema jamani, watu wote wa Tanzania, kwa sababu hawa watoto sio wa shirika moja, sio wa serikali peke yake, ni wa Watanzania wote. Watanzania tunawekeza vipi kwenye malezi kwenye familia, lakini kwenye kuwawezesha hawa watoto walio kwenye mtaa ili waweze kurudi kwenye familia zao, katika kuwajengea utengamao wa mtazamo mpya au kurejesha mtazamo mpya wa maisha yao ili waweze kurudi kwenye familia. Kwa hiyo jitihada zipo zinafanyika, lakini sio jitihada za kutosha ambavyo inavyotakiwa. Naamini kwa nini hazifanyiki jitihada za kutosha? Kwa sababu tunaona kwa mfano katika eneo unalosimamia la Ubungo imekuwa ni moja kati ya makao maarufu sana ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Ukienda kwa mfano katika chini ya daraja la Kijazi Interchange, watoto wako pale wanalala pale, ndio nyumbani kwao, na imekuwa kuna muda wanaondoka kwa muda, baadaye wanarudi tena. Imekuwa ni tatizo gumu ambalo limewashinda, sio? Hapana, tatizo hilo halijatoshinda, na ndio maana tunaendelea kulifanyia kazi. Na hata mwanzoni nimesema kabisa, wiki hii tuko katika zoezi pia la kuwatoa wale watoto ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani. Hawa watoto unakuta wanakuja alafu mnawaunganisha na familia zao. Wapo wachache kweli wanaenda wanarudi, lakini wanakuja wapya. So unajua watoto wanazaliwa, wanakuwa watu wazima, wanazaliwa wengine. Kwa hiyo tuseme watoto wanabadilishana. Na wale ambao wanarudi wakiwaelezea wenzao kwamba Dar es Salaam pako hivi, wale nao kule wanatamani waje Dar es Salaam wapaone. Kwa hiyo limekuwa kama vile ni zoezi endelevu. Japo tunajitahidi kuwatoa na tunajitahidi kutoa elimu, lakini unakuta vizazi na vizazi bado kuna ambao wanajaribu kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuona Dar es Salaam pakoje. Ikiwa katika eneo hilo kwamba mnawatoa wanarudi, maana mnafanya kazi back and forth, yani mnaenda mbele mnarudi nyuma, kwa nini msiweke ulinzi katika eneo hilo, kwamba hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo hata mtoto akifika anaona kabisa kwamba hapa si sehemu ambayo anaweza nikakaa? Wanaoenda na kurudi ni asilimia ndogo sana. Katika watoto 50 unaweza ukakuta ni 1 au 2. Kwa hiyo bado tunaichukua kwamba ni changamoto na tunaendelea kuyafanyia kazi. Tukiona mtoto ameenda amerudi, tunajua bado kuna tatizo kwenye familia yake. Kwa hiyo tunachukua jukumu bado la kuingia ndani zaidi kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa maeneo husika, kuhakikisha tunaondoa kabisa
lile tatizo ambalo limemfanya mtoto arudi, kwa sababu kama tatizo lingekuwa limeondolewa kabisa, mtoto asingerudi tena mtaani. Lakini kwa ishara hiyo, mtoto kama ameenda amerudi, ina maana bado tatizo lipo ndani ya familia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kurudi tena kwenye familia, kuangalia upya kwamba tatuaje hili tatizo ambalo linamfanya mtoto anaenda na kurudi, anaenda na kurudi. Kwa kweli wanarudi, lakini ni kwa asilimia ndogo sana. Na serikali inajitahidi sana na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza hayo majukumu. Na Mary, kwa kwenu wewe mmekuwa pia mkiwafundisha ujuzi watoto hawa wa masuala mbalimbali. Hili limekuwa likisaidia kwa kiasi gani hata kubadilisha pia mtazamo wao wa maisha? Imekuwa ikisaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hawa watoto kama nilivyoelezea sababu na wenzangu walivyoeleza, kama wamepitia ukatili, unyanyasaji, mahitaji yao yafikiwi, wameshuhudia wazazi wao wakigombana, wakifarakana, wamejeruhiwa kihisia. Kwa hiyo wanakuwa na majeraha, na majeraha haya ya kihisia ndio yanawafanya saa nyingine naona wanabadilisha tabia. Aidha unakuta wanatumia madawa, ama saa nyingine wanafanya tabia ambazo ni hatarishi kwa sababu ya majeraha ambayo wako nayo, lakini pia wanatafuta mbinu mbadala ama coping mechanism ili waweze kuendelea na mazingira. Kwa hiyo kupitia ujuzi mbalimbali na kuwasaidia kisaikolojia, wameweza kubadilika kimtazamo, kifikra, wameweza kupona tena, na hiyo inaweza kusaidia kuwapeleka kwenye familia zao. Ukiunganisha tena shuleni, anaweza kukaa na akaendelea na shule yake vizuri. Lakini kwa wale ambao tunawasaidia kwenye ufundi ama waweze kuwa na biashara, nao wanaongelea wale ambao kidogo wameshakuwa wakubwa, miaka 17 kwenda mbele, angalau wanaweza kufanya biashara wakiwa katika namna ambayo inakubalika na inaeleweka katika jamii. Kwa hiyo inawasaidia kupona majeraha yao, lakini pia waweze kuendana na zile hali ambazo wamepitia mtaani na nyumbani. Na kwani mmekuwa mkiwafikia vipi ama mmekuwa mkiwapataje katika maeneo tofauti? Tumekuwa tukishirikiana na maafisa ustawi wa jamii, akiwemo na mimi na timu yote. Mfano tukiongelea mfano wa Ubungo, lakini tuko kila mahali. Tunafanya Mwanza na hapa Dar es Salaam. Tunatambua zile sehemu hasa wanakuwa wanapata fursa nyingi. Kwa hiyo mfano Kijazi interchange, ukifikiria na ukiangalia kwa kina pale, ni kama kuna fursa hizo ya kuomba pesa kwenye magari ama ya kuokota makopo ili waweze kujipatia kipato. Kwa hiyo tunaenda sehemu kama hizi ambazo zina fursa na wanakuwa wana spend muda wao mwingi pale, ili tuweze kuwatambua, kujenga nao mahusiano na kutambua nini wamepitia. Kwa sababu kama Itozo pia alivyoeleza, kulingana na yale wamepitia kule nyumbani, ni ngumu sana wao kuweza kumwamini mtu, na kwa haraka wao hawafikirii kwenda nyumbani. Kwa hiyo inahitaji wao kwanza waweze kumwamini huyu mtu, na wao na uhakika kwamba yale madhara waliopitia nyumbani yanaweza kushughulikiwa. Kwa hiyo tunawafikia kwa namna hiyo, kufika pale walipo, kujenga nao mahusiano na kujaribu kuwaelekeza namna mpya ambazo tunaweza kuwasaidia kuondoa mtaani. Onesmo, kauli mbiu ya mwaka huu inasema imarisha ushirikiano, kuzuia watoto kuishi mtaani. Kulikuwa na hii dhana ambao wanasema mtoto anakuwa ni wa jamii, lakini kwa sasa ni kama imepungua hivi. Sasa huu ushirikiano unaweza ukawa kwa namna gani? Kwanza kabisa nauona ushirikiano katika ngazi ya jamii, kwa maana kwamba kabla mtoto hajatoka kwenye jamii kuna mambo yameendelea kwenye jamii. Kwa namna gani kwenye hiyo familia jamii imesaidia ile familia kuwepo. Unajua kama uko peke yako, ukikosea hakuna mtu anakuuliza, au ukipata shida hakuna mtu anakusaidia, ni rahisi kuumia zaidi. Kwa kama zile familia zilizoko kwenye jamii zinasaidiwa na wanajamii wote kwa kushirikiana, inakuwa rahisi familia zote kuwa imara na kuendelea kutunza watoto wao. Lakini pia kwa upande wa pili ni hawa watoto walioko mtaani. Kama sisi wote tutashikana kwa pamoja. Unajua kuna watu wengine pia watoto wa mtaani, kuna jambo hili ambalo watu wanaenda kuchukua watoto mtaani kwenye familia, wanawaleta mjini kuomba. Unaona?
kama tukishirikiana wote, tukishirikiana sisi wanajamii, tukasema tukatoa mchango wetu, wanachukua kwa ahadi za kazi, kwa ahadi za kazi lakini kiukweli ni kwamba wanakuja kuwatumikisha kwa sababu wanawaombesha afu wao wanachukua zile fedha. Sasa kama wale watoto tutashirikiana wote sisi wanajamii kwamba hatuhitaji kuona mtoto mtaani, na kama kuna mtoto mtaani tumemchukua mtoto tukampeleka wote tukamsaidia, na kama kuna mtu anafahamika, na maana hao watu si wanaishi kwenye jamii kama kuna mtu anamfahamu mtu anayefanya kitendo cha namna hiyo, amripoti polisi, amripoti kwa ofisi za ustawi wa jamii, ili tuweze kuzuia huo mtiririko wa watoto kutoka kwenye familia na kuishi mtaani. Lakini madhara yake ni kwamba baadaye hao watoto wanaweza kwanza wao kutokufikia ndoto zao, ila pili ni hao watu watakuwa tu, kwa sababu hana chochote cha kufanya kwenye maisha na amekuwa na nguvu, hawezi kuomba tena, ina maana ataweza kuwa mhalifu wa kawaida, ataweza kuiba, atafanya ujambazi. Kwa hiyo sisi tusiposhirikiana kwenye jamii kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, ni kama vile sisi wote tunashirikiana kuiharibu jamii. Sasa hivi karibuni ulifanyika utafiti na kwanza kuna utafiti ulifanyika 2017-18 ambao ulibaini kwamba kulikuwa kuna watoto 6395 wanaoishi mtaani, na hawa watoto ukiangalia wengi ni wavulana, 4800 na kidogo ni wavulana, wasichana 1528. Lakini baadaye mwaka jana ikaelezwa, kwa taarifa ya serikali ikaeleza kwamba hawa watoto wamepungua kutoka 6393 hadi watoto 4383. Kwa hiyo watoto 1300 ndio wameweza kuunganishwa na familia zao. Kwa hiyo kuna watoto zaidi ya 4000 ambao bado wanahitaji kupatiwa msaada. Kwa hiyo kasi ya kuwapunguza na yenyewe bado jitihada zinaonekana, lakini bado sio kwa kiasi kikubwa. Pengine tulikuwa tunatarajia tuweze kumaliza kabisa, tuweze kuondoa kabisa, ama pengine angalau basi hata zaidi ya nusu ya watoto ambao wako mtaani tuweze kuwaondoa kabisa mtaani. Kwa nini inakuwa ugumu? Kwa wapi hasa mnapofanya kazi yenu? Yaani wapi ambapo hasa huwa mnapata shida ya kuwatoa hawa watoto mtaani na kuwaunganisha na familia zao? Okay. Nadhani tusichukulie kwamba wale waliokuepo waliondoka na wakabaki hawa. Kuna wengine pia wanaingia. Kuna wengine wanaingia. Kwa hiyo hili ni swala kwamba kama hakuna namna tunazuia wasije, ni ngumu sana kuwamaliza. Unaona? Ndio maana tunasisitiza sana kuhakikisha kwamba kwenye jamii zinajengewa uwezo ili ziweze kuendelea kuhakikisha watoto hawatoki kwenye familia. Unaona? Kama hawatoki, ina maana hawa watatoka, wataisha, wataondolewa mtaani, wataisha. Lakini unaweza ukatoa watoto 100 halafu wakaingia watoto 150. Unaona? Kwa hiyo kwa bado unafanya kazi, yani unatoa huku na unaweka huku. Kwa hiyo kwa idadi yako utaona kabisa wamebaki hawa, lakini kumbe umetoa wengi na kuna wengine kwa kikubwa zaidi tuwekeze kwenye kuzuia. Na hapo tuambie sasa jamii ifanye nini ili tuweze kuzuia, kwa kumalizia sasa, tuweze kuzuia idadi ya watoto ambao wanakuja kuishi na kufanya kazi mtaani. Mimi hapo ninachoweza kusema, jamii iwe inaelimishwa, wale maafisa ustawi ambao katika maeneo husika au viongozi wa serikali katika maeneo husika, kwa sababu tuna viongozi katika level ya mtaa, kata na wilaya na kuendelea. Kwa pamoja tuweze kushirikiana kuelimisha jamii, kwa sababu kwa kweli kuna vijiji ambavyo ukienda unakuta kuanzia mzazi au ukoo wao wote hawajaenda hata shule. Kwa hiyo pia hawaoni umuhimu wa kuweza kuwapeleka watoto shule. Ile inachangia sana watoto kuona labda maisha ni magumu, kwa sababu unaweza ukakuta mtoto mdogo miaka 12 au miaka 8 amepewa kundi la ng'ombe, anaenda kufuga. Kwa hiyo yale kwa umri wake bado hajafikia labda kufanya zile shughuli. Kwa hiyo lakini angepata labda fursa ya kwenda darasani akasoma masomo ambayo yanalingana na umri wake kidogo, labda angeona maisha kidogo yana maana. Lakini kwa kufanya zile kazi labda za kilimo, kwenda kufuga, inaweza ikachangia mtoto kuona ya kwamba maisha ni magumu, hebu ngoja niende mjini kidogo nikajaribu maisha ya mjini. Kwa hiyo ni elimu tu, hatuna kingine cha kufanya zaidi ya kuelimishana, na jamii tunaiomba kwamba iwe inapokea
na kuelewa, kwa sababu kuna ambao wanasikia lakini bado hawatekelezi yale ambayo wanayasikia. Kwa hiyo tunaendelea kuelimisha jamii. Jamii iendelee kuelewa kwamba mtoto anatakiwa abaki nyumbani katika level ya familia au katika level ya jamii ili aweze kupata makuzi bora, lakini aweze kusoma, apate zile haki zake za msingi aweze kuzipata, kwa sababu anapoenda mtaani anazikosa zile haki za msingi. Naam. Kwa hiyo kibaki kwenye familia, tunahimiza familia waweze kuwapatia watoto yale mahitaji yao ya msingi, kuzingatia haki za mtoto ili mtoto aweze kukua katika level ya familia. Asante sana Naamini Leonard, tunakushukuru sana, muda wetu umetuishia, lakini Onesmo tunakushukuru pia, na Mary Mushi, asante sana kwa kuungana nasi. Asante. Naam, shukran sana. Tunakamilisha hivyo ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto anaishi na kufanya kazi mtaani ambayo yatafanyika Aprili 12 kule mkoani Mtwara, kauli mbiu ikisema imarisha ushirikiano kuzuia watoto kuishi mtaani. Tunakamilisha hivi kwa sasa.